Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako. Yambaleto. Ujambo, karibu katika makala ya The Big News ya Jumanne April 28. Tuko mubashara kabisa kutoka Afrika ya Mashariki na Kati, katika ukanda wa maziwa makuu, hapa kwenye eneo la Uswahilini mashariki mwa DRC. Mtangazaji wako leo ni mimi Raja the Prince, kijana asiyependa makuu lakini anapenda kukaa na wakuu. Matangazo haya yameandaliwa naye Mfalme Thompson Unjibatangalo William, mfalme wa kizazi cha 4 chenye utukufu tele. Kwa mawasiliano nasi, tuma ujumbe wako kunako namba zifuatazo: alama ya kujumulisha 2438427213009. Tulionayo kwa leo ni pamoja na Wazalendo na M23 wakungutana tangu asubuhi ya leo mpaka tunavyopanda hewani katika milima ya Lwiru, kilomita 8 kaskazini mwa Kavumu, Kivu Kusini. Deja ni yulu ya Lwiru ndio kwenye ile fujo iko kule, kumwingine yenye wanaita Kabulungu. Depuis asubuhi mpaka saa ya 14 na masasi hayaishi. Watoto 6 wamefariki hii leo kwa kulipukiwa na mabomu waliookota wakizani ni vyuma huko Kavumu, siku moja baada ya milipuko kwenye uwanja wa ndege. Yesu we, bombe napasukia hapa. Bombe napasukia hapa, bandugu, napasuke na maliza watu. Bombe na maliza watu hapa baba. Bombe na maliza watu hapa. Yesu we, bombe Mungu yetu bebe hapa. Mvua ya risasi imesikika mjini Baraka usiku wa kuamkia hii leo. Shughuli za kawaida kwa sasa zinaendelea. Kwa sasa tuliona kama kisa cha masasi kulia sana cha kwanza ni ulevi. Na huko Ituri, wahasi wa CRP wa Thomas Lubanga kupepetana na jeshi la taifa la Kongo FARDC. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wahasi wa CRP ya bwana Thomas Lubanga wamepigana tangu jana, walijioni ya siku ya kwanza walijitokeza, na kisha hapo leo asubuhi ndio tena waliendesha mashambulizi na mapambano. Na kwa sasa tumeona jeshi ya MONUSCO ambayo imepatikana huko kwenye Jaiba katika usultani ya Bajere, na imejielekeza huko kwenye Bimbo kwa ajili ya kuweza kufanya duruma fulani. Karibu tuungane pamoja. Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako. Yambaleto. Shabash kabisa mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tuanze hapo Baraka. Milio ya risasi imesikika usiku wa kucha hii leo mjini Baraka na kufanya wananchi kuingiwa na hofu. Hassan Saddam Unji alikuwa Baraka. Lipoje hili? Raia wengi walikuwa tayari manyumbani kwao katika hali ya kupata mlo wa usiku na kujiandaa kupumzika. Maeneo ya kata ya Matongo kaskazini mwa jiji, risasi zilianza kusikika mjini kati. Wapenzi wa soka wakiwa vilabuni kwenye runinga, wengine kwenye starehe zao, wote walikatishwa burudani kwa mvua ya risasi ilianza kunyesha. Ikawa vigumu muda huo wa usiku kutambua kinachoendelea. Mashirika ya kiraia mchana wa leo April tarehe 28 yalidai kufuatilia mkasa na kugundua kwamba askari wamoja walikuwa walevi, wengine kufyatua risasi baada ya kusikia zinazolia. Kwa sasa tuliona kama kisa cha masasi kulia sana cha kwanza ni ulevi. Yaani waaskari wetu wanakunywa pombe sana bila hata kujitambua. Na wakati walipokuwa wakikunywa pombe ni wakati ile walinakunywa pombe na ndio pale wanakuwa wanashotana kwa wao. Na tunajua katika mji wa Baraka hatuna adui yoyote. Tuna askari zetu zenye zinatulinda ni FARDC na Wazalendo. Lakini utakuta kwenye kuku askari hawa na njoo kwenye kuna alia milio sana ya masasi. Na hatujui kama kisa ni nini. Kwa sababu sisi raia tunahitaji amani. Sisi raia tunahitaji kuwa bien sécurisé, kuchungwa vizuri. Lakini wakati tunapokuwa tukiishi ndani ya mji wa Baraka na tarafa mzima la Fizi, hali ya masasi ikiwa ikilia na hakuna vita, hakuna adui, vinatuletea hofu sana sisi raia. Kama vile hapo jana ile masasi ilipokuwa ikilia, ililia kwa wingi, lakini hakukujulikana
hata kosa lolote, lakini tulipoyaona ilikuwa tu ni ulevi mtupu, kwa sababu wakati masasi ililia ilianza lia kwenye walikuwa wakikunywa pombe kukarte ya Matongo, komini ya Karunja, muvili ya Baraka. Yani waskari walikuwa wakilewa, hata vile vile kuna baadhi ya wamama wenyewe walikuwa walevi sana. Baadhi ya pale kulikuwa wenyewe walikuwa walevi, hawakuwa wanajitambua na ulevi wao, na hayo yote inatuletea kasira mbaya sana, inaleta majanga mabaya sana, kwa sababu askari akitia pombe mbele hata jua kusikilize raia. Juu tunajua idadi za pombe, mtu akilewa hakuwaki na thamani ya kujua mtu mwingine, na wakati ukiwa ukikunywa pombe unashikilia silaha, vrema pombe na silaha sio vitu vyenyewe vinaambatana. Hiyo ni janga zenye tunazipata na zenye zinatufikiria sana mara kwa mara katika tarafa letu la Fizi. Sisi kama vile shirika la raia, ndugu mtangazaji, vugu machozi ya raia, tunaomba kuba autorite kompetente betu bajikaze sana, baangalie koma banaweza maintenir securite na kukataza vinywaji vya pombe za makali kuonekana ndani ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Kama vile pombe tunaweza tukazitaje Makiri, Madubai, Makaribu, Masimba, Mantose na kadhalika. Bule wote mapombe kwa pesa dogodogo ndio wenyewe unaangamiza batu sana. Na pombe, wakati askari akikuwa anashikilia silaha na kunywa pombe, sio jambo la kawaida, hapana. Wananchi mjini Baraka walilaumu hali hiyo, kama anavyoeleza baba huyo. Ni mambo ya kusikitisha kama nilivyosema, na hatutayafungia macho kamwe kuona kama jeshi la taifa ambalo lina jukumu la kulinda raia na mali zake, wao ndo wamekuwa chanzo cha usalama ndogo katika jiji la Baraka, katika vijiji vya tarafa la Fizi. Ni jambo la kusikitisha. Masasi yanalia kila wakati yasiyokuwa na sababu ya msingi. Ukifuatilia unasikia walinyang'anya mtu simu, na baada ya kuanza kubishana na ule raia masasi yanalia. Walinyang'anya simu na wakapiga raia masasi. Walinyang'anya hiki na hiki. Sasa chanzo kamili kuona askari ambaye amekuwa na nidhamu, ambao tumesema amefunzwa, yeye ndo amekuwa sasa chanzo cha vurugo. Tumeelewa kwamba kusema wazalendo watoke katika maeneo hili ilikuwa njama mbaya kwa ajili ya raia. Hapa tunaomba wazalendo wajiweke pamoja kwa umoja. Wazalendo wafanye unite yao ya coordination ya maaksio zao, kwa sababu hii hali inaonyesha itatupeleka kwa pabaya. Serikali kupitia jeshi ielewe kwamba kabla ya kuwa wanajeshi walikuwa raia, na baada ya jeshi watarudia katika maisha ya kiraia. Inamaanisha kwamba sisi sote ambao tuko wa raia leo, ambao tuko katika umri ambao unaruhusiwa kuingia kijeshi, tunapaswa ingia kijeshi na kuwa wanajeshi kama wao. Dhibitisho tosha ni nini? Wazalendo walikuwa wa raia kama sisi, na baada ya kuona nchi imesumbuliwa wamejitolea. Wanaitwa leo reserve ya Armée Nationale, na ninawahakikishia kwamba na sisi wa raia ambao mnadharau, sisi ndo reserve ya wazalendo. Vyanzo vya kijeshi vinaomba raia kubaki kimya na kuahidia kwamba uhalifu watashughulikiwa. Mimi ni Saddam Hassan Unjiba, Tangalo Williams, Big News ya Mbaleto. Lwiru. Wazalendo na FRDC wanapigana tangu asubuhi ya leo tarafani Kabare. Thompson Unjiba, Tangalo William, amefuatilia kwa ukaribu na kutuandalia ya ripoti hii ifuatayo. Asubuhi mapema ya Jumanne hii ya Aprili tarehe 28 mwaka 2006, mapigano yalianza pa Kabulungu kati ya M23 na makundi ya wazalendo wanaolisaidia jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni a partir ya 6h ndio wako wanagombana ku niveau ya Kabulungu. Donc Kabulungu ni vita entre M23 na wazalendo. Kabulungu ni kwenye mlima unaopatikana juu ya kijiji cha Lwiru, kipatikanacho kwenye kilomita 8 hivi kaskazini mwa Kavumu, njia inayoenda Kale, Goma hadi Kisangani. Lwiru ni kijiji chenye umaarufu mkubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kutokana na kuwepo kijijini humo kwa mahabara ya pili kubwa na bora barani Afrika baada ya Afrika ya Kusini kwa utafiti wa kisayansi na wanyamapori. Vyanzo vya wananchi husema kwamba
M23 ndiyo iliyojielekeza kushambulia ngome za wazalendo. Beba M23 njo walifata wazalendo kule yulo kuma position zao wako wanagombana depuis asubuhi. Hayo ni kutokana na taarifa zilizokuwa zimezagaa mitandaoni kwamba wazalendo wanajiandaa kushambulia wahasi. Hakuna chanzo chochote cha kiusalama kinachothibitisha kwamba hiyo ndo sababu ya mapigano. Mkahazi uyu wa Lwiru akiongea na Iyambalietu TV amesema hadi jioni milio ya silaha nzito ilikuwa ikisikika. Paka saa ya 14 tunga tunasikia mabombe na masasi udogo huko unalia kunivyo ya kule. Donc habiyaisha. Ni vigumu kwa sasa kutoa matokeo ya vita hivyo, amesema mwananchi huyu. Na bila ya kule hatuwezi kuijua kwa sasa sababu hatuyaingia in contact na watu wenye wako kule. Donc kule tunjo kwenye masasi iko mpaka mwaisi na masasi haiyaishi. Ndio information ya kweli ile papa. Mpaka sasa hali bado ni vuta ni kuvute kwa pande zote maeneo hayo ya Kabulungu. Thompson Unjibata Ngalo William, The Big News, Iyambalietu TV. Tutoke Lwiru tujielekeze huko Kavumu ambapo watoto 6 wamekufa na wengine wengi kujeruhiwa vikali kwa kulipukiwa na mabomu hapo Kavumu. Thompson Unjibata Ngalo William na dondoo zaidi. Ni watoto 6 kati yao mabinti na wavulana waliojielekeza katika mizunguko yao sehemu kuliko sikika mabomu huko Kavumu walianza kuogota vyuma vinavyoelezwa kwamba vilikuwa vyuma vya aina ya mviringo vya rangi mbalimbali. Wakianza kuvichezea, kumbe zilikuwa ni dhana za kivita, bomu zilizowaripukia na kuwasambua. Wamoja walipelekwa kwenye vituo vya afya na mahospitali yaliyo karibu nao. Bombe na maliza watu hapa baba. Bombe na maliza watu hapa. Yesu we. Bombe. Mukuye tubebe hapa. Mukuye. Baba huyu alishuhudia tukio hilo na kusema, batoto balienda kutafuta mamitrai mwa Masinga hapa kunani ya aeroporo, mwa hii anklutu ya aeroporo, jo bakalokota mamitrai kumbe ni mabombe sinabapasukia. Biko batoto ba mingi preske basita kuko bali katika matumbo, uko benye bali katika bichwa, uko benye bali lumia ambulance na basomba sai. Vrema uko Kavumu mtuombe sana Mungu aendelee kutupigania paske maafa ziko mingi hatujue tutajikomporte namna gani. Wazazi wa watoto pamoja na majirani walijitokeza eneo la tukio na kuanza kulia. Mbebe huyu ona nani? Chuere. Mama, mbebe huyu mangali na damu. Yesu we, mukuye. Vyanzo vya mahali vinasema kwamba idadi ya watoto waliofariki kutokana na mlipuko huo huenda yaweza ikaongezeka. Wito unatolewa kwa wazazi kulinda wanao na kuwahonya kutokugusa vyuma na vitu vyovyote vinavyofanana na gurumeti, bomu na dhana yoyote ya kijeshi. Thompson Unjibata Ngalo William, The Big News, Iyambalietu TV. Kutoka Kivu Kusini tunakwenda Ituri ambako wahasi wa CRP ya Kitoma Lubanga washambulia jeshi la serikali FARDC. Iyambalietu TV imezungumza naye Costa Same Bagalwa kwa njia ya simu na alikuwa na haya ya kutueleza. Ndio, kwa sasa hali ya kiusalama mtaani Jugu katika jimbo la Ituri imeendelea kuwa mbovu katika maeneo fulani kama vile huko Mapimbo katika usultani ya Walendu Jati. Nini kinaendelea? Ni mapigano ambayo imeripotiwa kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa CRP ya Bwana Thomas Lubanga. Wamepigana tangu jana jioni ya siku ya kwanza walijitokeza na kisha hapo leo asubuhi ndio tena waliendesha mashambulizi na mapambano, na kwa sasa tumeona jeshi ya MONUSCO ambayo imepatikana huko kwenye Jaiba katika usultani ya Bajere na imejielekeza huko kwenye
kwenye Pimbo kwa ajili ya kuweza kufanya dhuluma fulani. Lakini jeshi la serikali lilitangaza kwamba limepiga serpe na hata walipata kwenye silaha walikuwa wanaweka risasi. Ndio, unajua baba, gundi la CRP ni gundi ambayo ilifanya maambush fulani, na wakati imejikuta imekuwa imenyanyakiwa mahali fulani ya jeshi FARDC na kwa kipigwa na jeshi FARDC, alafu huko wamekuwa wakikamata hatua ya kujiunga katika magundi fulani na kuweza kushambulia vikosi vya usalama ya FARDC, polisi, hata makabila fulani hapa mtaani juu. Sasa hatua gani serikali imechukua? Hatua kwa sasa tumeona jeshi imekamata kabisa mipangilio fulani na mavikosi vya usalama ambavyo vimetelemuka ama vimetumwa kabisa huko. Tumeona wamepita hapa kwenye barabara nambari 27, wamepita na kujielekeza huko kwenye Pimbo kwa ajili ya kuweza kukuza watu wa CRP ama wapiganaji wale wa CRP mbali na kuweza kurudisha usalama ya waraia ama wakazi ambao wamekuwa wakiishi, kwani tulipita pale na watu wamefanya kazi zao kama kawaida. Kumekuwa kazi za kiutu zikiendeshwa, kazi za uchumi zikiendeshwa, alafu wao walifika kwa namna yao na kuweza kuharibu hali. Alafu tumeona jeshi imekuwa ikikamata, imetumwa huko kwa ajili ya kuweza kumaliza hiyo ambayo imekuwa ikionekana. Kulikuwa kumeanzishwa miradi ya maendeleo, kutengeneza barabara nini. Hii miradi imefikia wapi? Ndio, miradi hasa kutajua kwamba kwenye nambari 27 ama RN27 hapa mtaani juu ambapo tumepatikana kwa sasa, barabara sio bora. Barabara ya RN27 sio bora, kwani tunakuwa kampuni ambayo ilikuwa ikifanya entretien ama ikitengeneza njia imekuwa saa inapoleza kazi. Alafu watu ambao wamekuwa wasafiri walikuwa wakipita, magari zilikuwa zinapita na shida, haipite kabisa kama kawaida kama zamani. Alafu kwa sasa inakuwa kabisa shida, ila kuna miradi za maendeleo kama vile maofisi za serikali ambazo zimekuwa zikiendeshwa zikijengwa hapa katika mji wa hapa mtaani Jugu. Tukiona kama vile pale kwa Walendu Jadi, tukiona ofisi ya serikali inakuwa ikijengwa pale, na tukiona hapa Fataki, tukiona maeneo mbalimbali kunakuwa miradi zinakuwa zikiendeshwa, ila barabara ndio inakuwa na shida fulani, na hiyo ni kama kawaida. Ni watu wanaona ni shida ya barabara, ila ni vizuri pia ikuwe mzuri, kwani inasaidia vile jeshi kwa kuweza kutolewa rapidement ama kwenda mbio na kuweza kuleta msaada wa usalama. Ukiangalia maeneo hayo Jugu, kimazingira, kimaendeleo, kijamii ikoje? Kwa sasa tumeona ya kwamba maisha imekuwa ikirudi kabisa katika maeneo fulani. Watu ambao walikuwa wanakimbia jana kwa sasa wameandaa kabisa kustabilizia ama kufanya maisha yao tena kimpya, na watu wamekuwa wakitumika wakifanya makazi mbalimbali, na tumeona watoto wameenda shuleni. Tumeona kwa sasa nilikuwa nikitembelea hospitali ya hapa Fataki, tumeona wagonjwa wamepata dawa, jeshi wamefanya kazi yao ya kulinda watu, na tumeona kabisa vijana wamefanya makazi zao ya shamba, na hiyo kabisa imeleta hiyo bidii ya kuweza kujenga hiyo mji ama hiyo jimbo ambayo ilikuwa ikipata kabisa misukosuko ya vita. Ila ni huko Bule ambapo tumepatikana, ni karibu kilomita chache tu na ama mbele ya kufika kule, ndipo kunakuwa hali ya wasiwasi, kwani unajua wa CRP wamekuwa wakionekana katika maeneo mbalimbali, na hiyo ni shida kabisa. Asante sana Costa Sam, ukiwa mkoani Ituri hasa wilayani Jugu. Asante sana baba, tupo pamoja. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio TV yako ipendayo ya Mbalyeto TV, ambacho ni kisema cha habari. Wakazi wa kaskazini mwa wilaya ya Lubero wakabiliana na uhaba wa dawa kwenye vijiji vyao baada ya vituo vya afya kushambuliwa na IDF. Muhindo Kyakwavuleri ni mkuu kiongozi wa mtaa mdogo wa afya wa Liboyo wilayani Lubero adai kuwa vituo vilishambuliwa na ADF na vingine kuchomwa kwa moto. Nashukuru tumefika katika kituo chetu cha Liboyo na kazi zimeanzishwa. Waganga walishawasili na walishafungula milango, kazi ishaanza. Tunashukuru serikali na waongozi wote ambao walikuya na wakitengeneza kusafisha kiwanja ya kituo. Tunasema asante sana kwa waongozi serikali yetu kwa kuchunga kazi hii.
ila gumu tunayo ni kuhusu dawa ilishapunguka katika kituo, kwani tulifunga muda wa miezi 5 hatutumike tena, ila population yetu tunaisii sana iweze kurudia katika mingine kusudi kazi ziboreshwe na ziendelee vizuri. Na kikato imefika, tutapitiza kikato kama kawaida kwa watoto wote wa tangu kuzaliwa mpaka miaka 5. Tutazunguruka katika mingine ya RD Sande yote. Hivi tunasii wakaaji wafike na warudie mahali pao kusudi mingine yetu tena isonge mbele. Aliomba serikali ya DRC na marafiki zake kuwajia kwa msaada. Hatua tayari ikiwa imefanyika na muungano wa jeshi la taifa FARDC na UPDF katika msako unaoendeshwa dhidi ya makundi ya wenye silaha. Kazi za jamii kama vile za afya zikianzishwa kwenye baadhi ya vituo, majani yakiwa tayari yameshahota kwenye nyumba na vituo vya afya, dawa na vyombo vingine vikiwa vimeporwa na wenye silaha. Turejea tena Baraka, huku mkuu wa kitengo kinachoangalia vyombo vya habari aina ya radio na television na vyombo vya mawasiliano katika tarafa na mji wa Baraka waomba wamiliki wa vyombo vya habari kujihalalisha serikalini. Thompson Unji Batangalo William amezungumza naye hii leo. Katika mahojiano yao, kiongozi huyo alianza kwa kujitambulisha. Kwa majina ninaitwa Kaskila Shindano Yona. Mimi ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano ama wanaita kwa lugha ya Kimombo PTNTK, Poste Telecommunication Nouvelle Technologie de l'Information de la Communication, kwenye jiji la Baraka hadi teritoria ya Fizi. Naam, kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji wetu, PTNTK ni service gani? PTNTK ni service, ni kitengo cha serikali ambacho kinaangalia mambo ya mawasiliano kama vile radio communautaire, kama vile watu wanaotumikisha wifi, kama vile watu wanaotumikisha Motorola, wanaotumikisha foni. Kwa wakati wa zamani nilipokuja hapa Baraka nilikuta kulikuwa mafoni vitengo kama na hivyo. Kitu yote ambayo inaleta mawasiliano, watu wanaongea na kujibu na watu wanaongea hawajibu, hiyo ni kitengo ambacho service ya PTNTK inaangalia. Sababu kwa vyombo vyetu vya mawasiliano kuna chombo ambacho unaweza kuongea na unajibiwa, na kingine unaweza kuongea bila kujibiwa. Ni kwa maana inasema kuko communication et telecommunication. Na hapa Baraka tarafani Fizi mlifika tangu wakati gani? Baraka tumefika tangu tarehe mwaka 2013 2013 kwa lugha ya Kimombo, mwezi wa 4 ndio tunafika hapa Baraka. Leo tuzungumzie umuhimu wa radio na televisheni. Kibinafsi, upande wako kama vile kiongozi, vyombo hivi vina umuhimu gani ndani ya jamii zinazotuzunguka? Ndiyo, wakati tulikuwa zamani hatukuwa na hivi vyombo, tulikuwa na ugumu na matatizo ya kupata habari. Kwa sababu inaweza kuwa teritoria yetu iko kubwa. Wakati tulikuwa bado na jiji la Baraka, tulikuwa na matatizo. Upate habari inatoka Kazimia, inatoka Kilembo, inatoka Makobola, ikufikie ilikuwa ni shida. Lakini wakati tulipata radio, ni mara moja tulikuwa na umuhimu wa kusikia habari ya kutoka mbali, ya kutoka huko na huko kwa haraka na kwa saa ile ambayo tukio imefanyika. Nawaza hiyo ni umuhimu mkubwa sana wa radio ndani ya tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Kwa nini kuiweka radio? Nawaza nimekwisha kuzungumza kama radio kuiweka ina maana kubwa sana, kwa sababu inasaidia watu kupata habari kwa haraka na kwa umuhimu zaidi. Naam. Kiongozi, vyombo hivi kama umetoka kusema vina umuhimu kwa kuwa tarafa la Fizi haiza sehemu ambako hakuna redio, hakuna chombo cha mawasiliano, kwa kupeleka habari kunakuwa na hali ya kuchelewa. Je, kuna umuhimu wowote wa vyombo kama hivi, redio na televisheni ambavyo vinafanya kazi ya kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha jamii, vinastahili kulipa ushuru wa kiserikali au tax kwa Kimombo? Ndio, nashukuru kwa ulizo ndugu mtangazaji. Nawaza hiyo unayosema ni kweli, ni lazima radio ilipe tax, kwa sababu kuna matatizo fulani yanatokea kwenye radio. Kunaweza kutokea matatizo ya wezi, matatizo ya kuunguzwa na vitu, matatizo ya vitu kuharibika. Serikali lazima ikujue. Serikali ijue kama pale kuna mtu ambaye anakuwa na radio fulani ambao ilipata shida, ilipata pane kwa mfano, ama iliibiwa na watu.
Alafu sasa wewe kama haulipe tax ya leta, sijue tax wanaita nini kwa lugha ya Kiswahili, kama wewe haulipe ushuru, sijue kama inawezekana. Je, unapenda upate msaada gani? Ni lazima na tax sio kitu cha kusema ya kama wanasema kwa lugha nyingine kama tax ni sheria, ni shurti ya kila Mkongomani, kila raia, kila mwananchi anajisikia alipe tax, na radio inahusika kulipa tax ya patent ama kitengo cha mawasiliano. Hivi mtu akiwa na nia ya kufungua redio hatalipa pesa ngapi na kwa nani? Habari ya kulipa pesa tunaweza kuangalia kwenye kitabu cha serikali ambacho kinaruhusu kulipa pesa, lakini kitu nitakuambia ndugu mtangazaji, kitu ya kwanza unapaswa kulipa kabla hujatia radio ni wanaita kwa lugha yetu kama document ya installation. Maana yake karatasi ya wewe kuinstall ile kitu yako mahali ambapo unapenda mteritori ya Fizi ama jiji la Baraka. Unaweza kukitia Kazimia, Sebele, Misisi, Mboko, Swima, Lweba, lakini kabla hujakitia ilifo upate kwanza ile document na kuruhusu kuweka. Ndio inaitwa document d'autorisation d'installation. Kisha hapo utakuwa unaruhusika kulipa tax ama ile wanaita ushuru ambao unapashwa kulipa ya serikali ijue ya kama huyu mtu anaanza kuweka pesa kwenye kitengo cha serikali. Na taslimu ni kama ngapi? Sababu kuna wale watu ambao wana nia ya kufungua. Hiyo document ya autorisation ni ngapi? Tukienda kuangalia kwenye kitabu sio pesa nyingi sana, ni dola 215 ambayo sheria inaruhusu kulipa hizo pesa. Na baada ya hapo hizo pesa zinaweza zikalipwa zote kwa mpigo au hata nusu ikiwa mtu haja. Serikali inaruhusu kulipa zote mara moja. Kwa sababu wakati unaenda kununua radio, au ununua radio kwa deni, na serikali nao pia wanakuja kulipa ushuru ni mara moja, ndio sheria inasema. Lakini radio ni nyingi tarafani Fizi. Je, zote ziko kwenye uhalali? Zote zimeshalipia? Ndugu mtangazaji wa TV Yambaletu, naweza nikukuambia kama hii ndio tatizo niko nayo katika territory ya Fizi. Nina hapa zaidi ya miaka 10 na zaidi niko territory ya Fizi. Nilikutana hapa radio 3 tu territory ya Fizi, na kwa sasa nilianza hesabia radio 10. Tukiangalia kule Kilembwe, Kazimia, Mboko, Baraka, Misisi, nilisabia radio 10 za kuenea. Lakini ukiangalia radio ambazo ziko kwenye uhalali wa serikali, haziwezi pita radio 2 au moja tuseme. Lakini sasa watu hawahitaji kulipa ushuru wa serikali. Watu wanabakia walipe ushuru. Unaenda kuwatatiza watu, wanakuambia hawapokei, wanaingia wanafanya kama ni hiyo matangazo, wanapewa 1500, wa journalist hawapokei. Lakini tuelewe kama ukitia radio ni lazima ulipe ushuru wa serikali kwa kitengo cha communication, telecommunication. Faida gani sasa ya kulipa hiyo tax kiongozi? Wakati ambapo radio unaenda radio haingizi, wanalipa umeme, mara wanalipa nyumba, kodi za nyumba, kuingiza radio inaingiza, unakuta kwa mwezi wameingiza 20,000, gharama wanatoa gharama kama dola 200. Kwa nini sasa walipe hiyo tax yenu? Ina faida gani? Sasa ajabu ni kwamba ni ile wanaita kwa sijue wanasema declaration, ama hakuna radio hata moja ambayo inakuja kujeleza sisi. Unatuambia tulipe pesa kama na hizi, lakini hatuna hela ya kulipa hizo pesa. Kwa sababu ushuru kulipa tax ni dola kwa hiyo radio ambayo inajiinstall, ambayo inawekwa sawa vile mteritori ya Fizi ina haki ya kulipa dola 500, na ambayo inajiinstall mujiji muvile sawa tuseme leo Baraka inakuwa vile napaswa kulipa dola 1000. Lakini sasa kwa mimi nini itanionyesha na kujua kama wale watu hawapati hizo pesa ama hawana uwezo wa kupata hizo pesa? Mimi naona radio zinatumika, zinafanya kazi, zinaenda huko, zinatangaza. Najua kama wakati mnatangaza, mnatoa habari na mna vyombo, na kifika kwenye eneo zenu nakuta vitu ni vizuri, mnajiinstall vizuri. Unaona kama hiyo chombo inauza hata dola 1000, radio iko na ile chombo inauza dola 2000, radio iko na ile chombo. Kwa nini radio inashindwa kulipa dola 1000 au dola 500? Najua kama inaweza kuwa upuuzi tu, lakini najua kama radio zote zinaweza kulipa hiyo pesa ya serikali, kwa sababu walipata uwezo wa kununua ile chombo. Nyinyi kama vile Pententic, mchango wenu mnasaidiaje vyombo vya habari kwa maendeleo yake? Mtawezaje kusaidia mtu ambaye simjue journalist baada ya kuja kununua ile cheti? Pale sasa serikali ina jukumu, inaweza kukusaidia kwa malengo, kiwa kama
unakuwa tayari. Kwa mfano nitakuambia, kwa mfano watu wa gari wanapataka maksida vingine, kama ana vitambulisho vya sonance inaikamata jukumu, inamsaidia. Inawezekana utakuta nitakuambia kuna societe moja ilikuwa inaitwa Bandro, walikuja nyanganywa vitu na watu wasiojulikana, wanyoshika silaha, Motorola vingine. Sasa wanalipa tax. Serikali ilienda fanya enquete, wakajikuta kama wanapoteza mavifaa, vyombo vya kuwasiliana. Serikali iliwapa vyombo vingine, haikuwapa sample, lakini iliwasaidia vyombo vingine ambao walijua kama hawa ni wa partner na wanalipa pesa, na pesa zinaingia kwenye mfuko wa serikali. Sasa serikali haiwezi kusaidia ambao wewe haujulikani kwa serikali, lakini serikali ina jukumu ya kusaidia radio wakati inaweza kupata pane, wakati inaweza kuibwa, wakati inaweza kuingiliwa na mabandia. Naweza niyo sababu serikali ni nini? Wale polisi iko pale, aneri iko pale, wengine ile ndio serikali. Sasa wewe unahitaji usaidiwe na serikali, wakati wewe serikali ambayo inakuja kulipisha tax haulipi, hauwezi saidiwa. Unazungumziaje kuhusu hizi TV online, ma TV en ligne kama vile Yamba Leto, Njoku, Tanganyika, ni nyingi sana? Ndio, ninaweza kutoa mwito wale watu waje wajiorozeshe, kwa sababu ninawasikia kwenye mtandao, nawasikia kwenye WhatsApp, sawa vile TV Njoku. Ule TV Njoku nimekusha kumuona, amekusha fika, ijapokuwa bado naye hajakuwa na makaratasi, amekusha kuja kujieleza. Ningitaji pia TV Tanganyika TV aje kwanza tumuone, ajifasirie anatumika namna gani, tumuonyeshe vile serikali inahitaji kwake. Sababu hautaongea na mtu ambaye hautaambia mtu lipa tax, lipa yake, ambao wamzungumze naye au muanime sijui au sensibilize, au muambie. Unafika tu namwambia lipa tax, atajua haelewe nini atalipa kwako nini. Na hebu nitafanya apel kwa wale watu waje tuzungumze kwenye ofisi ya telecommunication. Naam, tunafika mwisho, pengine kuna neno la nyongeza? Karibu. Ndio, neno la nyongeza tu ni kusema ya kwamba tunaalika watu wote ambao wanaishi na TV, watu ambao wana ile online, watu ambao wako na frequency, tuseme wale wenye kuwa na radio, sawa vile Radio Baraka, Radio Kivu, Radio Umoja, radio tofauti, RNA, sawa vile Radio Mboko, sawa vile Radio Kazimia, pale Kilembo kuko radio. Ninahitaji waje walipe tax ya letama, walipe ushuru, kusudi serikali iwajue. Hawezi kala na radio ambao serikali haijue. Kesho utapata matatizo, utakimbilia kwa serikali. Serikali atakulomba uleta dokima zako, leta vitu ambao umshalipia ile barua ama ile chombo yako, utakuwa hauna. Sasa serikali itakusaidia nini? Haitakusaidia chochote. Na kitu ya mwisho naweza kusema kama kunaweza kuwa baadaye kwenda na kuwa sheria ya kufunga maradio, ile itatokea baadaye. Kuna radio ambao zitafungwa, sababu hapa Baraka, kwenye jiji la Baraka tuko tayari na radio ya serikali iko hapa, ile wanaita RTNC. Tunaweza wakia hata na RTNC, ikiwa kama radio zingine zitaki kulipa tax zitafungwa. Kwa itumike, mimi itatumika tu, sababu radio ya serikali haiwezi bakia bila kutumika. Itatumika, tuna imani kama itatumika. Tumekusha ongea na watu wa Renatelsat, kuna tatizo kidogo tu, najua itatumika. Pengine swali langu la mwisho kiongozi, kabla hatujamaliza, ikiwa mtu ameshapata ile document d'autorisation d'installation fréquence 98.2, ikawezekana kukawa mwingiliano wa frequency, amebadili frequency, inakuwaje hapa? Sasa kweli, ndugu mtangazaji, hiyo pia ni tatizo lingine inakuja. Unaweza kukutana mtu anaweza kubadili vitu vyote. Anaweza badili lumoya jina, frequency inabakia hiyo hiyo. Unaweza badili frequency, jina inabakia hiyo hiyo. Hapa kuna matatizo. Sababu wakati ulilipa document yako, ulilipa kwa ile frequency, kwa ile jina. Wakati umebadilisha tu kimoja na ile document ambayo ulinunua haina kazi, ni lazima kuje tena ununue upate document nyingine ya mpya. Hapo atalipa tena pesa. Atalipa tena pesa, kwa sababu ile frequency watu wanauza kwanza ni frequency. Wakati umebadili frequency, basi sio wewe tena. Unaweza badili jina lakini usibadili frequency. Ukibadili frequency inakuwa kitu kingine. Kwa sababu kitu ambacho kinafanywa control na kitu ambao watu wa serikali wa security wanaenda fuatilia sana ni frequency, sio jina.
Wanaweka frequency fulani ndio ilisema. Frequency fulani ndio ilitoa ile neno. Frequency fulani ndio ni frequency watu wanasema. Sababu kuna wakati unaweza kusema bila frequency watu hawataelewa nini unasema. Lakini watu wa serikali inafuata ni frequency. Unaweza badili jina, lakini frequency inabakia hapo hapo. Tunaweza kupata ile wanaita kwa Kifaransa ni modification. Unaondoa document ya modification, ile document iko, lakini kusema kama unabadilisha frequency hapana. Pale utakuwa umeharibu ile kibali ambapo ulipata. Watu wamiliki wa maredio, wakurugenzi na wenye maredio wanakupokeaje, wanakusikiaje wakati unapowapa mahubiri kama haya? Ndio, ninazungumza na watu wengi sana ambao ni wakuu wa maredio tofauti. Kuna tatizo kubwa tu, kila wote wanalia kama vile ulivyosema, wanakuambia hawapokea, wana mshahara, wanalia hawatomboki wala hawafanyi fujo, ila wanalia tu. Wanasema hawana mshahara, wanapata matangazo ya vifo, matangazo ya kupoteza mtoto, na vile ndio kidogo ambao wale wa journalist wao wanalipiwa pesa. Lakini sasa serikali haiwezi kujua vile. Serikali inajua kama wewe ulipata pesa ya kununua chombo kama na kile, hawezi shindwa kufanya tuseme nini, kulipa ushuru. Na kitu kingine ndugu journalist anapaswa kurudilia kusema ni kama serikali hairuhusu mtu kufanya kitu kabla hujapata ruhusa. Sasa tuko na shida kwenye nchi yetu, watu wanafanya kitu lakini ruhusa inakuja baadaye. Lakini kabla ya kufanya kitu mbele ruhusa. Ukifanya kitu na mbala wayapata ruhusa, pale directement wanaita kwetu iko infraction. Unafanya kwa lugha yetu detention, installation, exploitation non autorisée. Hauruhusiwi. Ukija pale utapata na mapenalite na vingine juu. Sababu mbele ya kutia radio unapaswa kuja kupata document. Sasa shida ya nchi yetu, watu wakipata pesa wanatafuta vyao, wanainstall. Anakuwa tena radio ndio anakuja. Kosa kwa nani? Kosa kwa wale ambao wanaenda nunua radio. Na ni hapo ndipo tumetua nanga katika makala haya ya siku ya leo. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ulikuwa nami Raja Le Prince, na upande wa pili na kwenye meza ya wariri alikuwepo Thompson Unji Batangalo William. Shukrani zangu ziwaendee watangazaji wenzangu wote mahali popote walipo na kuendelea kutuunga mkono. Kumbuka usisahau kusubscribe channel hii na kuweza kushare video hii na kuweka comment yako ili kwamba tuweze kukusoma. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alamsiki. Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako. Yambaleto.